mkubwa sana wa kuweza kumiliki mpira. Na Yanga falsafa yao ni falsafa ya kwamba tucheze mpira lakini pia tumiliki mpira. Kwa hiyo katika furaha ya kuweza kumiliki mpira, basi huyu ni muumini wa kuweza kumiliki mpira, lakini pia ni kocha ambaye ana falsafa ya kupenda mpira wa kasi zaidi. Na ukiangalia katika klabu ya Yanga, aina wachezaji wa aina hiyo wapo ambao wanaweza kufacilitate kile ambacho yeye anaweza kukiinduce kwa wachezaji. Kwa tunaamini kabisa kocha huyu itakuwa ni chaguo sahihi kabisa kwa upande wa Yanga. Na ukiangalia sasa hivi wameweza kufuzu kwenda hatua ya makundi. Kwa tafsiri yake ni nini? Kwamba wanakwenda kujiandaa kuzimaliza mechi 6 ambazo zinaweza kuwapa nafasi ya kwenda hatua ya robo finali, kwa maana kwamba watakuwa na mechi 3 nyumbani, watakuwa na mechi 3 away. Kwa hiyo kwa aina ya kocha huyu ambao umeweza kumpata Dar es Salaam Young Africa, inawezekana ikawa ni faida kubwa sana kwa upande wao. Kwanza kabisa kwa aina ya wachezaji ambao wameweza kuwarecruit kwa msimu huu, wachezaji wenye profile kubwa, na wao walikuwa wanahitaji kumpata kocha ambaye profile yake ni kubwa. Na kitu ambacho kimeweza kufurahisha zaidi, kocha huyu hakuna tena zile rumors au maneno ya kusema kwamba ana vyeti au hana vyeti. Bwana, mambo vipi bwana michezo mwenzetu popote pale ulipo? Karibu tena ni Bali, jina langu naitwa Cisco. Njoo tukujuze kile ambacho tumekuandalia bwana. Hatimaye ametimia Mreno rasmi kutua Jangwani, wamemtambulisha na mambo yamekwenda vizuri kama tulivyowaambia ya kwamba kocha Mreno atatambulishwa ndani ya kikosi cha Yanga. Tulipiga naye Dominic Salamba na sasa niko naye Steven Mapunda. Unakwenda kusikia mengi na mazuri kutokea kwetu. Ni kocha wa aina gani? Atawasaidia vipi Young Africans? Profile yake ni kubwa mno kwenye mpira wa miguu. Vyote hivyo utakwenda kuvisikia hapa. Ungana nasi tu sako kwa bako ili usilelee matangazo jadidi kweli kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yoyote ile, yakiwa na nguvu kubwa mno na Bati Quality, kampuni bora ya Kitanzania inazalisha na kusambaza bati aina zote. Ziko za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matilo ya chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati bwana, utapata misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Warranty yake ni ya muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Unanunua bati wewe, anakuja kutamba nayo kijana wako. Steven Mapunda, waambie ndugu zako wasilale na mabeseni pamoja na masufuria wakati mkombozi Bati Quality yupo. Ni kweli yupo, na amekuwa na msaada mkubwa sana kabisa. Na pia hata offers zile ambazo zinatolewa na Cisco zimekuwa zikisaidia watu wengi sana kabisa. Mchana wa tarehe 25 tumeweza kukabidhi bati 18 kwa mshindi ambaye aliweza kujibu maswali ambayo yalikuwa yameulizwa. Ndio. Kwa ina maana huyu anakuwa mshindi wa kufunga mwezi wa 10. Ndio. Na nilikusikia pale ukasema kwamba hadi tarehe 30 mwezi huu haitaisha kinyonge. Haitaisha kinyonge. Ndio. Kwa hiyo nafikiri watu waendelee kufuatilia vipindi vyetu, waweze kuona challenge mbalimbali ambazo zinaendelea, ili waendelee kujishindia mabati pamoja na misumari. Bati 18 bwana Cisco, ukiziangalia ni bati ambazo unaweza ukaezeka katika chumba chako, lakini pia ukaezeka na kwenye sebule yako, ukawa umejifunika vizuri kabisa. Lakini pia inawezekana ikawa ni sehemu pia ya kuanzisha ile safari yako ya ujenzi. Ndio. Kama mmoja ule wa leo alikuwa amechukua bati 18 akasema mimi naziwekeza, alafu nitakuja kuziongeza bati nyingine kisha nitaondoka nazo. Bwana Steven Mapunda, mambo ni mengi kweli kweli, muda ni mchache, lakini mengi yamezungumzwa. Lakini wakati tunaanza kuchakata makocha ndani ya klabu ya Yanga bwana, tukawa tunaambiwa bwana, story zenu tumechoka. Tukawa tunawaambia bwana, hizi story ni tetesi, na tetesi ni mchakato. Ukiambiwa makocha hawa wako kwenye mchakato, vumilia. Lakini tulikuwa tukaukiwi kuambia Mreno anakuja. Lakini kabla ya kipindi hiki tuliwapa taarifa zote tukiwa na Dominic Salamba. Na leo niko nawe Steven Mapunda. Baada ya kocha kutambulishwa rasmi, tunawapa zile small details. Ni kocha wa aina gani, anakuja kubadilisha nini, atawafaa vipi wananchi. Anaitwa kocha Pedro. Karibu Mapunda.
Huyu kwa jina anaitwa Pedro Valdemar Soares. Yes. Ni raia wa Ureno. Amezaliwa miaka 49 iliyopita. Okay. Ni kocha ambaye ana experience kubwa ya soka la Ulaya, lakini pia na soka la Afrika. Ameshafundisha pale Ureno, amefundisha Sporting CP, amefundisha kama kocha, lakini pia ameshawahi kuwa scout manager wa Sporting CP, lakini pia ameshakuwa manager mkuu wa soka la vijana katika klabu ya Sporting CP. Okay. Ukizungumzia Sporting CP unazungumzia zile timu kubwa ambazo zinapatikana nchini Ureno, ikiwemo kama FC Porto na kadhalika. Kwa huyu kocha ameweza kupitia katika timu kubwa kama hiyo ambayo inatokea pale nchini Ureno. Okay. Ameweza kuaminiwa kuweza kufundisha timu senior team, lakini pia soka la vijana pia. Okay. Na ikiwemo pia academy ya pale pia ameweza kupitia. Sawa. Na hili lote linakwenda kuanikizwa baada ya kuona kwamba Young African wanakuwa na mpango pia wa kuwa na academy yenye nguvu ambayo inakwenda kuzalisha vijana. Kwa hiyo inakuwa ni faida kubwa sana kwa senior team kama ya Young African. Inakwenda kumpata kocha ambaye ana vinasaba vya kuweza kukuza vipaji pia vya vijana. Kwa hiyo imekuwa ni safari nzuri sana, lakini pia imekuwa ni good decision kwa upande wa Young African kwa kuweza kumpata kocha huyu Valdemar. Na huyu Valdemar ukimwangalia katika soka la Afrika ameweza kuwa pia kocha mara kadhaa wa timu ya taifa ya Angola. Amefundisha timu ya vijana ya Angola. Yes. Kwa mafanikio makubwa sana, miaka 17. Lakini pia vile vile amewahi kufundisha pia timu ya wakubwa ya Angola mwaka 2019 mpaka mwaka 2025 amekuwa katika timu hiyo ya Angola. Kwa hiyo ni kocha ambaye ameweza kuwa katika soka la ushindani kwa muda mrefu, na ni kocha ambaye anaijua atmosphere ya Afrika. Ila tu kitu ambacho hakuwahi kuexperience ni kuweza kufundisha timu za Afrika Mashariki na Kati. Lakini kwa maana ya kwamba soka la Afrika tayari analifahamu vyema, kwa sababu Angola ni taifa kubwa, lakini pia unapotaja mataifa 8 hadi 7 yenye ushindani katika soka la Afrika, basi utakuwa ushindi kuitaja taifa la Angola. Sawa. Kwa hiyo kama aliweza kuaminiwa na taifa kubwa ambalo limeweza kufanya vyema katika soka la Afrika, basi naamini kabisa hata Yanga pia ameweza kupata kocha ambaye atakwenda kuwapeleka mbele na kuwapeleka vizuri zaidi. Lakini pia ukiangalia bwana Cisco, huyu kocha mfumo wake mama na mfumo pendwa kabisa ambao huwa anakuwa comfortable kuweza kufuatilia, ni mfumo wa 4-3-3, ambao mfumo huu ulikuwa unakuwa na namna ya kumfanya kocha kuwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kumiliki mpira. Na Yanga falsafa yao ni falsafa ya kwamba tucheze mpira lakini pia tuumiliki mpira. Kwa hiyo katika furaha ya kuweza kuumiliki mpira, basi huyu ni muumini wa kuweza kumiliki mpira, lakini pia ni kocha ambaye ana falsafa ya kupenda mpira wa kasi zaidi. Okay. Na ukiangalia katika klabu ya Yanga aina wachezaji wa aina hiyo wapo ambao wanaweza kufacilitate kile ambacho yeye anaweza kukiinduce kwa wachezaji. Kwa tunaamini kabisa kocha huyu itakuwa ni chaguo sahihi kabisa kwa upande wa Yanga. Na ukiangalia sasa hivi wameweza kufuzu kwenda hatua ya makundi. Kwa tafsiri yake ni nini? Kwamba wanakwenda kujiandaa kuzimaliza mechi 6 ambazo zinaweza kuwapa nafasi ya kwenda hatua ya robo finali, kwa maana kwamba watakuwa na mechi 3 nyumbani, watakuwa na mechi 3 away. Kwa hiyo kwa aina ya kocha huyu ambao umeweza kumpata Dar es Salaam Young Africa, inawezekana ikawa ni faida kubwa sana kwa upande wao. Kwanza kabisa kwa aina ya wachezaji ambao wameweza kuwarecruit kwa msimu huu, wachezaji wenye profile kubwa, na wao walikuwa wanahitaji kumpata kocha ambaye profile yake ni kubwa. Na kitu ambacho kimeweza kufurahisha zaidi, kocha huyu hakuna tena zile rumors au maneno ya kusema kwamba ana vyeti au hana vyeti. Tafsiri yake ni nini? Kwamba ni kocha ambaye amekamilika, ana uwezo wa kusimama kama kocha mkuu, lakini pia ana uwezo wa kusimama kama manager mkuu, kwa maana kwamba ana vigezo hivyo vyote. Nimesema hapo nyuma kwamba alishawahi kuwa scouting manager
wa Sporting CP, yani kwamba SP ili iweze kusajili, yeye ndo alikuwa scout mkuu. Kwa maana nyingine kwamba ni kocha ambaye ana jicho la kuweza kuona mchezaji ambaye anaweza kuleta manufaa katika timu, lakini pia ni kocha ambaye ana uwezo wa kulea vipaji. Tumeona mechi ya mwisho Yanga na qualify kwenda hatua ya makundi, kulikuwa na vijana kama akina Edmund John, kulikuwa na vijana kama akina Offen Chikola. Kwa hiyo ina maana kwa aina ya wachezaji kama hawa wanapokuja kukutana na kocha kama huyu, basi inawezekana kabisa ukawa ni mchango mkubwa sana kwa Yanga, lakini pia ni faida kubwa sana kwa upande wa Young African bwana Cisco. Bwana rekodi zake ukitazama pia profile yake imeshiba kweli kweli, amefundisha hadi Ulaya huyo. Kabisa. Wewe ndio akawa kocha mwenye CV kubwa mno. Kabisa. Hilo alipingiki kwa sababu ukimwangalia mtu kama Miguel Gamondi ni kocha ambaye ametokea pia Amerika ya Kusini, ametokea kule Argentina of course, lakini hajapata nafasi ya kuweza kukaa katika timu kubwa na kuweza kuaminiwa kwa nafasi kubwa sana kama ilivyokuwa kwa kocha huyu. Ukimwangalia Florent Ibenge ni kocha ambaye ana profile kubwa, lakini pia ana historia kubwa ya kufundisha timu ya taifa ya Kongo, lakini pia AC Vita Club iliweza kufanya vizuri, lakini pia ameweza kwenda RS Berkane kule nchini Morocco. Lakini ukiangalia profile yake inatofautiana kidogo na kocha ambaye Yanga wameweza kumchukua. Ni kocha ambaye ana CV hali ya juu, kwa maana kwamba tayari ameshacheza soka la ushindani la Ulaya kwa kufundisha, lakini pia soka la ushindani la Afrika kwa kufundisha, lakini pia na hata vyeti vyake ni vyeti ambavyo vinaonekana viko vya hali ya juu. Kwa hiyo katika hilo no doubt, no question, hakuna wasiwasi wowote kwa uwezo ambao alikuwa nao kocha huyu, kwamba anaweza kwa namna gani kuivusha Young African. Umri wake pia unaweza kuleta workload kubwa zaidi, ana miaka 49. Miaka 49 tafsiri yake ni nini? Kwamba tayari ile foolish age ya soka ishaisha upande wake, tayari anaelekea katika, wanasema kwamba half space of life kuelekea miaka 50. Kwa maana kwamba ni mtu ambaye tayari ameshaanza kutangulia na kuweza kuona mengi katika soka. Kwa tunaamini kwamba anaweza akaendana na wachezaji ambao tayari umri wao unaanza kuacha, lakini pia ataendana na wachezaji ambao wanaingia katika age ya changamoto zaidi, kwa sababu bado hajaachana nazo zaidi. Changamoto ya kumpata kocha mwenye miaka 70, miaka 60, kuna baadhi ya vitu ambavyo hajavi experience katika ujana wake, huenda asiweze kuendana na kizazi cha sasa. Lakini huyu mwenye miaka 49, tafsiri yake ni kwamba vijana wa sasa na yeye makuzi yake tofauti itakuwa ni ndogo sana. Kwa hiyo atakuwa rahisi kuweza kungamua mtu ambaye ana shida ya kisaikolojia, namna kuweza kumsaidia. Tunamshuhudia Prince Dube, the way anavyocheza, ni mchezaji mzuri kweli kweli, anaweza kukaa kwenye nafasi, lakini kwa nini ascore? Amemaliza mechi akiwa hana furaha, akiwa hana raha. Lakini pia tutegemee kwa timu kubwa kama Yanga, wa viongozi, mashabiki, wapenzi watakuwa wanamsema kwa namna mbalimbali kwenye vyombo vya habari. Kwa mchezaji kama huyu lazima aweze kumpata kocha ambaye anaweza kuweza kumtibu kisaikolojia kabisa. Kwa ukimwangalia kocha huyu is the best coach, ni kocha ambaye anaweza kukaa na vijana, ni kocha ambaye anaweza kutoa elimu, kwa maana kwamba ameshapitia katika klabu ya Sporting CP akiwa kama mkufunzi katika academy ya Sporting CP. Kwa hiyo siamini kwamba Yanga watakuwa wamechelewa kuweza kumpata kocha mzuri kama huyu, ila mimi ninachoamini kwamba wamempata katika wakati sahihi, wakiwa na mahitaji sahihi na wakiwa na focus sahihi. Bana, Young Africans wamempata kocha sahihi kwa maana Pedro, nyakati sahihi, na wao walikuwa na mhitaji kocha sahihi kama huyo, na tusubiri kuona je mambo yatakuwaje. Nafikiri Steven Mapunda pia inaweza kawa ni nyakati nzuri kwa wachezaji kina Celestine kuwa kina Lassine Kouma, kina Musa Barakonte, ambao soka usajiliwe sijaona kama wana nyakati nzuri ndani ya klabu ya Young Africans. Ukimuondoa Momo Dombia kuja kwa kocha mpya, nafikiri pia ni wakati wa wale nyota ambao walisajiliwa wakiwa na kiwango bora alikotoka kuja kuisaidia Young Africans. Yes, of course, hiyo naiamini, kwa sababu ukiangalia mtu kama Celestine Ekua amekuja Yanga akiwa ametokea kule taifa la Ivory Coast, akiwa anacheza ASEC Mimosa. Kwa hiyo ina maana kwamba kabla ya hapo alikuwa Cotton Sport,
Ni hizi timu ambazo ukiangalia ukanda wa magharibi ni timu ambazo kukutana mara nyingi, kwa sababu wapo kwanza kwenye mashirikisho ambayo yanafanana zote za kutokea magharibi. Kwa hiyo ina maana huyu kocha kipindi akiwa anafundisha Angola, wachezaji ambao wanachezea katika ukanda ule ni wachezaji ambao alikuwa akionana nao kwa urahisi na akiweza kuwafuatilia kwa ukaribu zaidi. Kwa hii inawezekana ikawa ina faida kubwa zaidi kwa upande wao. Lakini pia ni sehemu pia, mbali ya hayo yote, ni sehemu pia ya mchezaji kuweza kuonyesha kiwango, kwa sababu wanasema kwamba kocha mpya anapoingia katika kikosi ni sehemu ya kila mmoja kuweza kumuonyesha maajabu aliyokuwa nayo. Hilo tunaweza tukaliamini na kulisadiki katika 100%. Tumeona ilikuwa limetokea kwa Azizi Ndambwile. Ni mchezaji ambaye hakuwa ameweza kuaminiwa na makocha wengi, lakini amekuja kocha mgeni aliweza kumwamini Azizi Ndambwile. Why? Kwa sababu kocha alikuwa mpya na aliweza kumuonyesha kitu kizuri katika uwanja wa mazoezi, na hatimaye aliweza kuaminika na kuanza kuchukua nafasi mbele ya Musa Balakonte pamoja na Abubakar Sam Shwaboy, na akiwa anamweka nje pia Duke Abuya, yeye akiwa anaanza. Kwa hiyo kwa wachezaji ambao walikuwa wapata nafasi, this is the opportunity kwao wa kuweza kuonyesha uwezo. Lakini pia tunamuona Mohamed Hussein Shabalala alikuwa pia sio mtu ambaye anapata nafasi ya moja kwa moja, ingawaje mechi ya mwisho ya kufuzu kwenda hatua ya makundi aliweza kucheza na amekubonda vizuri, na kikubwa zaidi amebonda wakati kocha mkuu akiwa jukwani anatazama. Kwao ni sehemu ambayo vita ya namba itakuwa ni vita kali sana, lakini pia itakuwa ni sehemu ya kuweza kufufua ile hamasa ambayo Yanga ilikuwa inakwenda kupotea bwana sisi. Bwana wewe, hivyo ndivyo ambavyo Young Africans wamepata kocha bora kweli kweli kuwahi kutokea kwenye ardhi ya Tanzania. Jina langu naitwa Cisco. Umepata kumsikia vyema akizungumza hapa Steven Mapunda, lakini nguvu kubwa tulikuwa tunaipata kutokea pale Bati Quality. Ni kampuni bora ya Kitanzania inayozalisha na kusambaza bati aina zote za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matilo ya chenga chenga, zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ikiwa ndani. Kununua mabati utapata pia misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ardhi ya Tanzania. Piga simu nambari ambayo unapata kuiona hapo kwenye tangazo la Bati Quality, lakini pia namba nyingine unaweza kupiga kupitia 0782 055 044. Hii ni namba yangu mimi ya kiganjani, na mimi pia niko tayari kukupa msaada wa wewe kupata kitu kilichokuwa bora, hasa kwenye kuhakikisha usingizi wako unakuwa bora zaidi. Jina langu naitwa Cisco. Mapunda Steven amezungumza mengi na mazuri. Nyuma ya kamera yuko mwamba kweli kweli Michael, na mimi sina la ziada, inatosha kusema Michael Rais umeupiga mwingi. Kwaheri.